Wasichana wawili walikuwa marafiki wa karibu tangu wakiwa sekondari hadi chuo. Walishirikiana kila kitu: furaha, huzuni, ndoto na mipango ya maisha yao ya baadaye. Lakini urafiki wao ulianza kubadilika pale mmoja wao alipokutana na mwanaume tajiri kupindukia. Maisha yakaanza kubadilika ghafla: zawadi za gharama, safari za nje ya nchi na maisha ya kifahari ambayo wengi walitamani. Ndani ya moyo wa rafiki yake, kitu kilianza kukua polepole: wivu. Wivu ambao haukuishia kwenye mawazo tu. Wivu ambao ulipelekea tukio la kutisha: msukumo mmoja kutoka ghorofa ya 10 uliobadilisha maisha yao milele. Unataka kujua ilikuwaje hadi kufikia hatua hiyo? Na nini kilitokea baada ya siri hiyo kufichuliwa? Basi ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii yenye maumivu, usaliti na mwisho wa kushangaza. Na kabla hatujaanza, tafadhali like simulizi hii, comment bendera ya nchi yako, na kama bado huja subscribe kwenye channel hii, subscribe na washa kengele ya notification ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kila ninapozitoa. Sasa tuanze. Katika shule ya sekondari ya wasichana iliyokuwa pembezoni mwa jiji, waliishi na kusoma wasichana wawili waliokuwa marafiki wa karibu sana kuliko wote: Grace na Aisha. Urafiki wao ulianza tangu siku ya kwanza walipoingia kidato cha kwanza, na tangu hapo hawakuwahi kutengana. Walikaa pamoja darasani, walisoma pamoja, walikula pamoja na hata walitembea pamoja kila walipokuwa wanarudi mabwenini. Kila mtu shuleni aliwajua kama mapacha wasiofanana. Grace alikuwa msichana mwenye tabia ya upole sana. Alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye moyo wa huruma kwa kila mtu. Mara nyingi alikuwa wa kwanza kusaidia wengine bila kutarajia chochote kurudi. Aisha, kwa upande mwingine, alikuwa mchangamfu, mwenye kujiamini na aliyependa maisha ya kuvutia. Alipenda kuvaa vizuri, kupendeza na kuwa katikati ya watu. Ingawa hakuwa mbaya, ndani yake kulikuwa na kitu kidogo cha tamaa ya maisha mazuri zaidi. Licha ya tofauti zao, urafiki wao ulikuwa imara sana. Siku moja jioni, walikuwa wamekaa chini ya mti mkubwa ndani ya eneo la shule, wakijadili ndoto zao za baadaye. Grace, Aisha alisema kwa sauti ya shauku, "Mimi sitaki kuishi maisha ya kawaida. Nataka maisha mazuri, magari, nyumba kubwa, safari za nje." Grace alitabasamu kwa upole. "Hayo ni mazuri, lakini mimi nataka tu maisha ya amani. Ndoa nzuri, familia yenye upendo na kazi ya heshima." Aisha alimwangalia rafiki yake kwa sekunde chache kisha akacheka kidogo. "Wewe ni mtu wa kawaida sana." Grace naye alicheka. "Na wewe unapenda vitu vikubwa sana." Mazungumzo hayo yalimalizika kwa kicheko, lakini ndani kabisa yalikuwa yameonyesha tofauti kubwa kati yao. Miaka iliendelea kupita na hatimaye wakahitimu sekondari wakiwa bado marafiki wa karibu sana. Walifaulu vizuri na wote wawili walipata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu kimoja jijini. Hiyo ilikuwa furaha kubwa kwao. "Tutakuwa pamoja tena," Aisha alisema kwa furaha siku walipopokea majibu yao ya chuo. "Ndiyo, hakuna kitakachotutenganisha," Grace aliongeza. Walipofika chuoni, maisha yalibadilika kidogo. Hakukuwa tena na ule uangalizi mkali wa shule ya sekondari. Kila mtu alikuwa na uhuru wake. Hata hivyo, Grace na Aisha waliendelea kushikamana. Walikuwa wanakaa chumba kimoja, wakihudhuria baadhi ya masomo pamoja na hata kutoka pamoja wikendi. Lakini polepole mabadiliko yalianza kuonekana. Chuoni kulikuwa na wanafunzi wengi kutoka familia tajiri. Magari ya kifahari yalikuwa yanaonekana mara kwa mara, simu za gharama kubwa zilikuwa mikononi mwa wanafunzi wengi, na maisha ya starehe yalionekana kuwa jambo la kawaida kwa baadhi yao. Aisha alianza kuvutiwa sana na maisha hayo. Kila alipowaona wasichana wenzake wakipanda magari ya kifahari au kupokea zawadi kutoka kwa wanaume wenye pesa, macho yake yalijaa hamu. "Grace, unaona yule?" Aisha aliwahi kusema siku moja wakisimama karibu na geti la chuo. "Ndiyo, nimemuona," Grace alijibu. "Anasema boyfriend wake amemnunulia simu mpya kabisa. Haya maisha sio mchezo." Grace alitabasamu kidogo. "Kila mtu ana maisha yake, Aisha." Lakini Aisha hakuridhika na jibu hilo. Ndani yake, alianza kutamani maisha ya aina hiyo. Siku zilivyopita, Aisha alianza kubadilika polepole. Alianza kupenda zaidi kuvaa kwa kuvutia, kutumia muda mwingi kwenye simu, na hata kuanza kutoka na marafiki wapya waliokuwa wakipenda starehe. Grace alibaki vile vile. Alijikita zaidi kwenye masomo yake, na mara nyingi alikuwa akimkumbusha Aisha kuhusu umuhimu wa kusoma. "Aisha,
Tusisahau tulichokuja kukifanya hapa, Grace alimwambia siku moja. Aisha alicheka kidogo. Relax, maisha sio kusoma tu. Hata hivyo, licha ya mabadiliko hayo madogo, urafiki wao uliendelea kuwepo. Maisha ya chuo yaliendelea kwa kasi, na kila siku ilionekana kuleta mabadiliko mapya katika maisha ya Grace na Aisha. Ingawa bado waliishi pamoja na kushirikiana mambo mengi, tofauti zao zilianza kujitokeza wazi zaidi kuliko hapo awali. Grace aliendelea kuwa yule yule mtulivu, mwenye kujali masomo na asiye na tamaa ya vitu vya haraka. Mara nyingi alipendelea kukaa chumbani akisoma au kuzungumza na familia yake kwa simu. Kwa upande wake, Aisha alianza kufurahia zaidi maisha ya nje ya darasa. Alianza kuwa na marafiki wapya waliopenda starehe, kwenda kwenye sherehe, migahawa ya kisasa na sehemu za burudani jijini. Mwanzoni Grace alikuwa akimfuata mara chache, lakini kadri muda ulivyozidi, alianza kujitenga na maisha hayo. Aisha, leo sitoki. Nina assignment nyingi, Grace alisema siku moja jioni. Aisha, akiwa amevaa vizuri tayari kwa kutoka, alimtazama kwa mshangao kidogo. Wewe kila siku unasema hivyo. Utachoka na maisha haya ya kujifungia. Grace alitabasamu kwa upole. Mimi ninafurahia hivi. Aisha alitikisa kichwa na kuondoka, lakini moyoni mwake alihisi kwamba rafiki yake alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana, maisha ambayo yeye hakutaka kabisa. Kadiri siku zilivyopita, Aisha alianza kuingia zaidi katika mzunguko wa watu waliokuwa na pesa. Alianza kufahamiana na vijana waliokuwa wanatumia magari ya kifahari, kula kwenye hoteli za gharama kubwa, na kuishi maisha ambayo yeye aliyatamani tangu zamani. Siku moja alirudi chumbani usiku akiwa na furaha kubwa. Grace, alimuita kwa sauti ya shauku. Grace aliinua kichwa kutoka kwenye kitabu chake. Ndiyo. Leo nimekutana na watu wakubwa sana. Ungewaona? Maisha yao ni tofauti kabisa. Grace alitabasamu kidogo. Vizuri basi. Lakini Aisha hakuridhika na majibu hayo ya kawaida. Unajua nini? Nimegundua kitu. Kitu gani? Grace aliuliza. Maskini hawezi kuwa na furaha kama tajiri. Grace alimtazama kwa makini. Hilo si kweli. Furaha haitokani na pesa tu. Aisha alicheka kidogo, kama mtu ambaye hakubaliani kabisa. Hiyo ni hadithi tu watu wanajifariji nayo. Mazungumzo hayo yaliishia hapo, lakini yalionyesha wazi jinsi mawazo yao yalivyokuwa yanatofautiana. Siku chache baadaye, Aisha alianzisha uhusiano na kijana mmoja aliyekuwa akisoma chuoni hapo. Jina lake aliitwa Kelvin. Hakuwa tajiri, bali alikuwa mwanafunzi wa kawaida tu. Mwanzoni, Aisha alionekana kuwa na furaha. Alikuwa akitumia muda mwingi na Kelvin, wakitembea pamoja, wakicheka na kuzungumza kama wapenzi wengine wa kawaida. Grace alimfurahia rafiki yake. Naona una furaha, Grace alisema siku moja. Aisha alitabasamu. Ndiyo, lakini bado. Bado nini? Grace aliuliza. Aisha alisita kidogo kabla ya kusema. Sijui, nahisi kama nataka kitu zaidi. Grace alimtazama kwa mshangao kidogo. Zaidi ya nini? Kelvin anakujali, sivyo? Ndiyo, lakini... Aisha alinyamaza. Ndani yake kulikuwa na sauti ambayo haikumruhusu kuridhika. Kadiri muda ulivyoendelea, Aisha alianza kugundua tofauti kati ya maisha yake na yale ya baadhi ya wasichana waliokuwa wanazunguka na wanaume wenye pesa. Siku moja akiwa na Kelvin, walikuwa wamekaa kwenye mgahawa mdogo wa kawaida. Kelvin alimnunulia soda na chipsi. Aisha alitabasamu kwa nje, lakini ndani yake hakuridhika. Alikumbuka jinsi wasichana wengine walivyokuwa wakipelekwa kwenye hoteli kubwa, wakinunuliwa vitu vya gharama kubwa, na hata kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Aliporudi chumbani usiku ule, alimkuta Grace akisoma. Aisha, uko sawa? Grace aliuliza, alipomuona amenyamaza. Aisha aliketi kitandani bila kusema kitu kwa muda. Kisha akasema kwa sauti ya chini, Grace, unadhani mtu anaweza kubadilisha maisha yake kabisa? Grace alifikiria kidogo kabla ya kujibu. Ndiyo, inawezekana. Lakini si kwa haraka na si kwa njia yoyote ile. Aisha alinyanyua macho yake polepole. Ndani yake, tayari alikuwa ameanza kufikiria kitu tofauti. Kitu ambacho hakikuhitaji subra. Kitu ambacho kingempeleka moja kwa moja kwenye maisha aliyokuwa anatamani.
Siku ziliendelea kusonga mbele chuoni, na maisha ya Grace na Aisha yalizidi kubadilika kadiri walivyokuwa wakikaribia kumaliza masomo yao. Ingawa bado waliishi pamoja, sasa walionekana kama watu wawili wanaoishi maisha tofauti kabisa. Grace aliendelea kujikita kwenye masomo yake, akiepuka kelele za starehe zisizo na mwelekeo. Mara nyingi alikuwa darasani au maktaba, akijipanga kwa ajili ya maisha ya baada ya chuo. Watu wengi walimheshimu kwa utulivu wake na nidhamu yake. Lakini kwa upande wa Aisha, maisha yalikuwa tofauti kabisa. Alizidi kuingia kwenye mizunguko ya watu waliokuwa na pesa na maisha ya kifahari. Alianza kuonekana kwenye sehemu za burudani za hadhi ya juu, akiwa amevaa vizuri na kujisitiri kwa mvuto uliovutia macho ya wengi. Uhusiano wake na Kelvin ulianza kupoa polepole. Siku moja jioni, walikuwa wamekaa pamoja nje ya chuo, lakini hakukuwa na mazungumzo mengi kama ilivyokuwa mwanzo. "Aisha, kuna nini kinaendelea?" Kelvin aliuliza kwa sauti ya upole. Aisha alimtazama bila hisia nyingi. "Hakuna." Kelvin alitikisa kichwa. "Hapana, kuna kitu. Umebadilika. Hata unipigii simu tena kama zamani." Aisha alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya kawaida tu, "Labda mambo yamebadilika." Maneno hayo yalimuumiza Kelvin, lakini hakujua aseme nini zaidi. Ndani ya moyo wa Aisha, tayari alikuwa ameanza kuachana na maisha ya kawaida. Alitaka kitu kikubwa zaidi. Na siku moja kitu hicho kilijitokeza, lakini si kwake, kilikuja kwa Grace. Ilikuwa ni mchana wa kawaida chuoni. Grace alikuwa ametoka darasani na kuelekea kwenye bustani ndogo ya chuo kupumzika. Alikuwa amekaa peke yake akipitia notisi zake, pale mwanaume mmoja alimsogelea. Alikuwa mwanaume mwenye umri mkubwa kidogo kuliko wanafunzi wengi wa chuo. Alivaa suti ya gharama, saa ya kifahari mkononi, na alionekana kuwa mtu mwenye hadhi ya juu. "Samahani," alisema kwa sauti ya heshima. Grace aliinua macho yake kidogo. "Ndiyo? Ninaweza kukaa hapa?" Grace alisita kidogo, kisha akatikisa kichwa. Mwanaume huyo alikaa karibu naye. "Jina langu ni Victor," alisema. Grace alijibu kwa utulivu, "Mimi naitwa Grace." Mazungumzo yao hayakuwa marefu siku hiyo, lakini kulikuwa na kitu cha kipekee kuhusu namna Victor alivyoongea. Alikuwa mtulivu, mwenye heshima, na alionekana kumjali Grace kwa namna ya dhati. Baada ya siku hiyo, Victor alianza kumtafuta Grace mara kwa mara. Alimuita kwenye mazungumzo mafupi, alimtembelea chuoni, na taratibu ukaribu wao ukaanza kukua. Siku moja, Victor alimwalika Grace kwenda kunywa kahawa nje ya chuo. Grace alisita mwanzoni, lakini hatimaye alikubali. Walipofika kwenye mgahawa mkubwa wa kifahari jijini, Grace alishangazwa na mazingira yale. Hakuwa amezoea sehemu kama ile. "Usiwe na wasiwasi," Victor alisema kwa upole, "uko salama." Mazungumzo yao yalikuwa ya heshima na ya kina. Victor alionekana kuvutiwa sana na tabia ya Grace, unyenyekevu wake, akili yake, na namna alivyoongea. Kadiri walivyozidi kukutana, uhusiano wao ulianza kuwa wa karibu zaidi. Victor hakumficha ukweli wake. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa, mwenye kampuni kadhaa, na alikuwa na maisha ya kifahari ambayo watu wengi walitamani. Lakini licha ya utajiri wake, alionekana kumheshimu sana Grace. Siku moja alimnunulia Grace simu mpya ya kisasa. Grace alishangaa. "Victor, hii ni kubwa sana. Sijazoea vitu kama hivi," alisema kwa aibu kidogo. Victor alitabasamu. "Huna haja ya kuzoea. Ni zawadi tu." Habari hizo zilimfikia Aisha haraka sana. Siku ile Grace aliporudi chumbani na simu mpya mkononi, Aisha alishangaa. "Hiyo simu umetoka nayo wapi?" aliuliza kwa mshangao. Grace alitabasamu kidogo. "Ni zawadi." "Zawadi? Kutoka kwa nani?" Grace alisita kidogo kabla ya kusema. "Kuna mtu nimeanza kufahamiana naye, anaitwa Victor." Aisha alinyamaza kwa sekunde chache, macho yake yakimtazama simu ile kwa makini. Ndani yake, kitu kilianza kuamka polepole. Siku chache baadaye, Grace alipelekwa kwenye mgahawa mwingine wa kifahari. Na muda mfupi baada ya hapo, alimpeleka safari ya Dubai. Kila tukio lilikuwa kama ndoto. Lakini kwa Aisha, kila tukio lilikuwa kama mwiba unaochoma moyo wake. Wivu ulianza kukua polepole ndani yake. Wivu ambao haukuwa wa kawaida.
Na ndani ya moyo wake alianza kufikiria jambo moja tu: kwa nini Grace na si mimi? Kadiri muda ulivyozidi kupita, maisha ya Grace yalizidi kung'aa kwa kasi ambayo hakuna aliyewahi kutarajia. Uhusiano wake na Victor ulizidi kuwa wa karibu zaidi, na sasa haukuwa tena siri kwa watu wa karibu naye. Kila mtu aliyemjua Grace alifurahia kuona amepata mtu aliyempenda na kumthamini. Victor hakuwa tu tajiri, bali pia alikuwa mtu mwenye heshima na aliyemjali Grace kwa dhati. Lakini kwa upande wa Aisha hali ilikuwa tofauti kabisa. Kila alipoona Grace akirudi chumbani akiwa na tabasamu au akipokea simu kutoka kwa Victor, moyo wake ulikuwa unajaa hisia ambazo hakuwahi kuzihisi hapo awali. Mwanzoni alijaribu kujifariji. Ni sawa tu, ni bahati yake, aliwaza. Lakini kadiri zawadi zilivyozidi kuwa kubwa, mawazo hayo yalipotea polepole. Siku moja jioni, Grace alirudi chumbani akiwa na furaha isiyo ya kawaida. Aisha, alimuita kwa shauku. Aisha aliyekuwa amekaa kitandani akichezea simu yake, aliinua macho yake polepole. Ndiyo. Unaweza kuamini? Victor ameninunulia gari. Aisha alibaki kimya kwa sekunde chache, kana kwamba hakusikia vizuri. Gari? Aliuliza. Ndiyo. Gari kabisa. Kesho nitakuonyesha. Grace alikuwa anang'aa kwa furaha, lakini Aisha hakutabasamu kama alivyotarajiwa. Badala yake, alijilazimisha tu kusema hongera. Usiku ule, Grace alipolala, Aisha hakupata usingizi kirahisi. Alikuwa amelala kitandani akitazama dari, akili yake ikiwa imejaa mawazo. Gari, safari Dubai, simu ya gharama. Alijikuta akijilinganisha moja kwa moja na Grace. Kwa nini yeye apate yote haya? Alikumbuka maisha yake mwenyewe, uhusiano wake na Kelvin ambao sasa ulikuwa umekufa kabisa. Hakukuwa na zawadi, hakukuwa na safari, wala hakuna kitu cha kumfanya ajisikie maalum. Hasira ndogo ilianza kuchanganyika na wivu ndani yake. Siku iliyofuata, Aisha aliona gari la Grace kwa mara ya kwanza. Lilikuwa jipya kabisa, likiwa na muonekano wa kifahari uliovutia macho ya kila mtu chuoni. Wanafunzi walikusanyika kulizunguka. Grace huyu ana bahati sana. Huyu lazima ameangukia kwa tajiri kweli. Maneno hayo yalikuwa kama sumu kwa Aisha. Alisimama pembeni akitazama, huku akijilazimisha kutabasamu. Lakini ndani yake, moyo wake ulikuwa unaungua. Kadiri siku zilivyoendelea, Grace alianza kutumia muda mwingi zaidi na Victor. Wakati mwingine alikuwa anachukuliwa na kupelekwa kwenye hoteli kubwa, wakati mwingine safari za ghafla nje ya jiji. Na siku moja Grace alimwambia Aisha jambo lililomgusa zaidi. Aisha, Victor ananipeleka Dubai tena. Safari hii kwa muda mrefu zaidi. Aisha alimtazama kwa makini. Dubai tena? Ndiyo. Anasema anataka kunionyesha maisha yake kwa karibu zaidi. Grace aliongea kwa furaha, lakini Aisha alihisi kama moyo wake ulikuwa unapasuka. Hongera, alisema kwa sauti ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kizito sana. Baada ya Grace kuondoka kwenda safari hiyo, Aisha alibaki peke yake chumbani. Ndipo mawazo yake yakaanza kubadilika kabisa. Hakukuwa tena na furaha ya rafiki yake. Hakukuwa tena na kuridhika. Kulikuwa na swali moja tu lililokuwa linamtesa kila wakati. Kwa nini yeye? Kadiri alivyofikiria zaidi, ndivyo wivu ulivyogeuka kuwa kitu kingine. Tamaa. Alianza kufikiria maisha ya Grace kama maisha ambayo yalipaswa kuwa yake. Alianza kujiambia moyoni, mimi ndiye niliyetaka maisha haya tangu mwanzo, si yeye. Siku chache baadaye, Grace alirudi kutoka Dubai. Alikuwa na furaha zaidi kuliko hapo awali. Alimletea Aisha zawadi ndogo kama kawaida. Nilikukumbuka, Grace alisema kwa upole. Aisha alipokea zawadi ile, lakini hakuhisi furaha yoyote. Alimtazama Grace kwa macho ya utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kizito sana ambacho hakikuonekana kwa nje. Siku hiyo usiku, walipokuwa wamelala, Aisha alifumbua macho yake na kumtazama Grace aliyekuwa amelala kwa amani. Na hapo ndipo wazo hatari lilipoanza kuingia kichwani mwake kwa mara ya kwanza. Wazo ambalo lilikuwa la kutisha, lakini lilionekana rahisi sana kwake. Kama Grace angeondoka. Alisitisha wazo hilo kwa sekunde chache, lakini halikuondoka. Lilirudi tena. Na safari hii lilikuwa na nguvu zaidi. Basi maisha yote haya yangekuwa yangu.
Aisha alifumba macho yake polepole. Na ndani ya giza la usiku ule, moyo wake ulikuwa umeanza kubadilika kabisa. Kutoka kuwa rafiki wa kweli na kuanza kuwa mtu ambaye angeweza kufanya kitu ambacho hakuna mtu angeamini. Kitu ambacho kingeishia kwa usaliti mbaya zaidi wa maisha yao. Baada ya siku ile ambayo wazo la hatari lilianza kuingia akilini mwa Aisha, maisha yaliendelea kama kawaida kwa macho ya watu wengine. Lakini ndani ya moyo wake, kila kitu kilikuwa kimebadilika kabisa. Hakumuona tena Grace kama rafiki yake wa karibu. Alianza kumuona kama kikwazo. Kila tabasamu la Grace lilimkera. Kila zawadi aliyopokea ilimchoma moyo. Kila aliposikia jina la Victor, ndani yake kulikuwa na moto wa wivu uliokuwa unazidi kuwaka. Lakini kwa nje, Aisha aliendelea kuigiza. Aliendelea kuwa rafiki mzuri, akicheka na Grace, akizungumza naye kwa upole, na hata kuonyesha furaha yake pale alipokuwa akisimulia kuhusu Victor. Grace hakuwa na shaka hata kidogo. Aliamini bado walikuwa marafiki kama zamani. Siku moja jioni, Grace alirudi nyumbani akiwa na habari mpya. Aisha, alisema kwa furaha, Victor ameniambia kuna sehemu anataka kunipeleka kesho. Aisha alimtazama kwa utulivu. Sehemu gani? Ghorofa ya juu ya jengo lake jipya. Anasema kuna muonekano mzuri sana wa jiji usiku. Maneno hayo yalikaa kimya kwa sekunde chache ndani ya kichwa cha Aisha. Ghorofa ya juu. Hakusema chochote mara moja, lakini wazo lile lile la zamani lilirudi tena kichwani mwake, sasa likiwa wazi zaidi kuliko hapo awali. Usiku ule, Aisha hakulala. Alikuwa amelala macho wazi, akifikiria. Kila kitu kilianza kujiweka sawa akilini mwake. Mahali pa juu hakuna watu wengi, ajali inaweza kuonekana ya kawaida. Moyo wake ulipiga kwa kasi, lakini hakujizuia. Badala yake alizidi kufikiria. Na hatimaye, alifanya uamuzi. Siku iliyofuata, Grace alijiandaa kwa furaha kwenda kukutana na Victor. Lakini kabla hajaondoka, Aisha alimwambia jambo. Grace, unaweza kunipeleka hata mimi nikaone hiyo sehemu? Nimekuwa nikisikia tu kuhusu majengo hayo ya kifahari. Grace alitabasamu bila kusita. Kwa nini usije? Hakuna shida. Aisha alijifanya kufurahi. Asante sana. Jioni ilipofika, wawili hao walienda pamoja kwenye jengo refu la kifahari lililokuwa katikati ya jiji. Jengo hilo lilikuwa na ghorofa nyingi, na muonekano wake ulikuwa wa kuvutia sana. Walipanda lifti hadi juu kabisa. Ghorofa ya 10. Walipofika juu, upepo mwanana ulikuwa ukivuma, na taa za jiji zilionekana zikimetameta chini kama nyota. Ni pazuri sana, Grace alisema kwa mshangao. Aisha alitazama chini kwa muda mfupi. Ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu na msisimko. Lakini sasa hakukuwa na kurudi nyuma. Victor alikuwa bado hajafika. Grace alisimama karibu na ukingo wa jengo, akitazama muonekano ule mzuri kwa furaha. Aisha, angalia jinsi jiji lilivyozuri kutoka huku juu, alisema kwa tabasamu. Aisha alimsogelea polepole nyuma yake. Kila hatua aliyopiga ilionekana nzito. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu. Alisimama nyuma ya Grace. Sekunde chache zilipita kimya. Grace hakuwa na wazo lolote. Hakujua kwamba rafiki yake wa karibu alikuwa amesimama nyuma yake akiwa na nia mbaya. Aisha, Grace alianza kusema huku akigeuka kidogo. Lakini kabla hajamaliza, Aisha alisukuma kwa nguvu. Kila kitu kilitokea kwa haraka sana. Grace alipiga kelele ya ghafla alipokuwa akipoteza usawa wake. Ndani ya sekunde chache, mwili wake ulikuwa umeanguka chini kutoka ghorofa ya 10. Ukimya mzito ulitanda juu ya jengo lile. Aisha alisimama pale, mikono yake ikiwa inatetemeka kidogo. Alishusha pumzi nzito akitazama chini kwa mbali. Hakukuwa na sauti tena. Hakukuwa na harakati. Dakika chache baadaye, kelele zilianza kusikika chini ya jengo. Watu walikusanyika kwa mshangao. Ameanguka. Pigeni simu hospitali. Aisha alisimama pale juu, macho yake yakiwa makavu. Kisha ghafla alianza kupiga kelele. Grace! Alikimbia kuelekea chini kwa haraka, akijifanya amechanganyikiwa. Alipofika chini, alijitupa karibu na mwili wa Grace huku akilia kwa nguvu. Rafiki yangu, nini kimetokea?
Watu walimzunguka wakijaribu kumfariji. Hakuna aliyeshuku chochote. Kila mtu aliamini ilikuwa ni ajali mbaya. Siku chache baadaye, mazishi yalifanyika. Hali ya huzuni ilitanda kila mahali. Victor alikuwa amevunjika moyo. Mama na familia ya Grace walilia kwa uchungu mkubwa. Na Aisha alisimama pale akilia mbele za watu wote. Lakini ndani yake kulikuwa na kitu tofauti kabisa. Kitu ambacho hakuna mtu aliyekiona. Baada ya mazishi ya Grace, maisha ya kila mtu yalionekana kubadilika kwa namna tofauti. Chuo kilibaki na simanzi, marafiki walibaki na majonzi, na familia ya Grace ilibaki na pengo lisilozibika. Lakini kwa Aisha, maisha yaliendelea, na kwa nje yalionekana kama ya kawaida. Aliendelea kuigiza huzuni mbele ya watu. Kila alipokuwa anaulizwa kuhusu tukio lile, alikuwa akilia na kusema kwa sauti ya maumivu, bado siamini kilichotokea, ilikuwa ajali mbaya sana. Hakuna aliyewahi kumshuku. Hakuna aliyewahi kufikiria kwamba nyuma ya machozi yake kulikuwa na ukweli tofauti kabisa. Victor alikuwa mtu aliyeumia zaidi. Alijilaumu kwa muda mrefu. Kama ningefika mapema labda haya yote yasingetokea, aliwahi kusema kwa huzuni. Aisha alikuwa karibu naye akimfariji kama rafiki wa karibu wa Grace. Usijilaumu, hayakuwa makosa yako, alimwambia kwa sauti ya upole. Hapo ndipo safari mpya ya Aisha ilipoanza. Safari ya kumkaribia Victor. Mwanzoni ilikuwa kama faraja tu. Walikuwa wanazungumza mara kwa mara kuhusu Grace, wakikumbuka mambo yake mazuri na kushiriki huzuni yao. Lakini kadiri siku zilivyoendelea kupita, mazungumzo hayo yakaanza kubadilika. Yalianza kuwa ya karibu zaidi. Victor alianza kumwona Aisha kama mtu anayemwelewa. Mtu aliyekuwa karibu na Grace. Mtu ambaye pia alikuwa ameumia kama yeye. Aisha alijua anachofanya. Alikuwa makini sana. Hakukimbilia mambo. Alijua kwamba ili kufikia kile alichotaka, alipaswa kuwa mvumilivu. Miezi ilipita. Kisha mwaka mmoja. Hatimaye uhusiano wao ulianza kubadilika rasmi. Victor alianza kumuona Aisha kwa jicho tofauti. Siku moja alimwalika chakula cha jioni. Walikaa kwenye mgahawa ule ule ambao aliwahi kumpeleka Grace. Aisha alijifanya kuwa na hisia nzito. Kuwa hapa kunanikumbusha sana Grace, alisema kwa sauti ya huzuni. Victor alinyanyua macho yake polepole. Nami pia. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha Victor akasema kwa utulivu, Aisha, najua hii inaweza kuonekana ya ajabu, lakini tangu Grace aondoke, wewe ndiye umekuwa karibu zaidi nami. Aisha hakusema kitu. Alijifanya kushangaa kidogo. Sijui ni sahihi au la, lakini nahisi kuna kitu kinatokea kati yetu. Maneno hayo yalikuwa yale ambayo Aisha alikuwa anayasubiri. Lakini hakujibu haraka. Alishusha macho yake chini, kama mtu anayefikiria kwa kina. Victor, hii si rahisi, alisema kwa sauti ya chini. Najua, Victor alijibu, lakini siwezi kupuuza hisia zangu. Baada ya muda Aisha alikubali. Na hapo ndipo kila kitu kilianza kutimia kama alivyokuwa amepanga. Miaka michache ilipita. Hatimaye Aisha aliolewa na Victor. Harusi yao ilikuwa kubwa, ya kifahari, na ilihudhuriwa na watu wengi wenye hadhi. Aisha alivaa gauni la gharama kubwa. Alipanda gari la kifahari. Aliishi maisha ambayo alikuwa akiota tangu zamani. Nyumba kubwa, safari za nje, zawadi za gharama. Maisha ambayo zamani alikuwa akiyaona kwa Grace, sasa yalikuwa yake. Kwa nje alionekana kuwa na furaha, lakini ndani yake kulikuwa na kitu ambacho hakikuwahi kuondoka. Wakati mwingine usiku, alipokuwa peke yake, alikumbuka tukio lile. Kelele ya Grace alipokuwa anaanguka. Macho yake ya mwisho. Lakini kila alipofikiria hivyo, alijaribu kujizuia. Nilifanya kwa sababu nilitaka maisha bora, alijisemea. Lakini kadiri muda ulivyozidi kupita, mambo ya ajabu yalianza kutokea. Siku moja, Victor alipata taarifa kutoka kwa mtu aliyekuwa anafanya kazi katika jengo lile lile ambalo Grace alianguka. Kulikuwa na kamera za usalama, CCTV, ambazo hazikuwahi kuchunguzwa vizuri siku ile ya tukio. Taarifa hiyo ilimfanya Victor ashangae. Kwa nini hatukuangalia hii kabla? Aliuliza.
Uchunguzi ukaanza tena kimya kimya. Na polepole ukweli ulianza kujitokeza. Sio ajali. Kulikuwa na mtu nyuma ya tukio lile. Na jina moja lilianza kuonekana wazi. Aisha. Bila yeye kujua, maisha aliyoyajenga juu ya siri na damu ya rafiki yake yalikuwa yanakaribia kubomoka. Uchunguzi ulipoanza kufufuliwa upya, hakuna aliyekuwa na wazo kwamba ungeleta matokeo makubwa kiasi hicho. Mwanzoni ilikuwa ni hatua ya kawaida tu, kuangalia upya taarifa za zamani, kuuliza maswali machache na kupitia kumbukumbu ambazo hazikuwahi kupewa uzito. Lakini safari hii kulikuwa na kitu tofauti. Victor hakuwa tena yule mtu aliyekuwa amevunjika moyo na kushindwa kufikiria kwa utulivu. Miaka ilikuwa imemfanya awe makini zaidi. Alitaka ukweli, na ukweli huo ulikuwa umefichwa kwa muda mrefu sana. Siku moja alialikwa katika ofisi ndogo ya uchunguzi. Alikaa kimya huku macho yake yakiwa makini, akisubiri kusikia kilichopatikana. Afisa mmoja alimsogezea kifaa cha kuonesha video. Hii ni sehemu ya rekodi kutoka siku ile ya tukio, alisema. Victor alihisi moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Video ilianza kuoneshwa. Ilikuwa ni sehemu ya juu ya jengo lile. Ndani ya video walionekana watu wawili, Grace na Aisha. Victor alikaza macho yake, akitazama kwa makini. Aliwaona wakisimama karibu na ukingo. Mazungumzo yao hayakusikika, lakini muonekano wao ulikuwa wazi. Sekunde chache zilipita. Kisha tukio lile lilitokea. Aisha alimsogelea Grace kutoka nyuma, na kwa msukumo wa ghafla alimsukuma. Victor alishtuka. "Simamisha!" alipaza sauti kwa nguvu. Video ilisimama. Chumba kizima kilitulia kwa ukimya mzito. Uso wa Victor ulibadilika kabisa. Macho yake yalijaa mshtuko, maumivu na hasira kwa wakati mmoja. "Haiwezekani," alinong'ona. Lakini ilikuwa imetokea. Na ushahidi ulikuwa wazi. Siku hiyo hiyo, polisi walianza kuchukua hatua. Aisha hakuwa na wazo lolote kwamba kila kitu kilikuwa kimefichuka. Alikuwa nyumbani akiendelea na maisha yake ya kawaida ya kifahari. Alikuwa amekaa sebuleni akipitia simu yake bila hata chembe ya hofu. Mlango uligongwa. Alipoenda kufungua, alikutana na askari kadhaa wakiwa wamesimama mbele yake. "Bi Aisha, tunahitaji uambatane nasi kituoni," mmoja wao alisema kwa sauti ya mamlaka. Aisha alishtuka. "Kuna nini?" "Unahusishwa na uchunguzi wa kifo cha Grace." Maneno hayo yaligonga moyo wake kama radi. Alijaribu kujizuia, lakini alihisi miguu yake ikianza kulegea. "Hiyo ilikuwa ajali," alisema kwa sauti ya chini. Lakini tayari ilikuwa imechelewa. Alikamatwa na kupelekwa kituoni. Uchunguzi ulipoendelea, ushahidi ulikuwa wazi sana. Video ile haikuacha nafasi ya kukataa. Mwanzoni Aisha alijaribu kujitetea. Haikuwa makusudi, ilikuwa bahati mbaya. Lakini kadiri maswali yalivyozidi kuulizwa na ukweli ulivyokuwa wazi, alishindwa kuendelea kuficha. Hatimaye alikiri kwamba alimsukuma Grace. Alikiri kwamba alifanya hivyo kwa sababu ya wivu. Alikiri kwamba alitaka maisha yale ambayo Grace alikuwa nayo. Habari hizo ziliposambaa, kila mtu alishtuka. Watu waliokuwa wanamjua walishindwa kuamini. Yule Aisha? Haiwezekani. Lakini ukweli ulikuwa wazi. Victor alivunjika moyo kwa mara ya pili, na safari hii ilikuwa mbaya zaidi. Sio tu kwamba alimpoteza Grace, bali pia aligundua kuwa alikuwa ameishi na muuaji. Kesi ilipelekwa mahakamani. Siku ya hukumu ilipofika, ukumbi ulikuwa umejaa watu. Aisha alisimama kizimbani, uso wake ukiwa umejaa majuto. Hakukuwa tena na fahari. Hakukuwa tena na tabasamu. Alikuwa mtu tofauti kabisa. Hakimu alisoma hukumu kwa sauti nzito. Kwa kosa la mauaji ya kukusudia, mahakama inakuhukumu kifungo cha maisha jela. Maneno hayo yalikuwa mwisho wa kila kitu. Aisha alifumba macho yake polepole. Maisha aliyoyatafuta kwa tamaa yalikuwa yamegeuka kuwa kifungo kisicho na mwisho. Aliondolewa mahakamani akiwa amefungwa pingu. Na hapo ndipo hadithi yake ilipofikia mwisho. Hadithi ya urafiki uliogeuka kuwa usaliti. Hadithi ya wivu uliogeuka kuwa uhalifu. Na funzo lililobaki kwa kila mtu:
kwamba tamaa ya maisha ya mtu mwingine inaweza kukupeleka kwenye giza ambalo halina njia ya kurudi. Hapo ndipo simulizi yetu inafikia mwisho. Tumeona jinsi urafiki wa kweli unaweza kuvunjwa na wivu, na jinsi tamaa ya maisha ya mtu mwingine inaweza kumgeuza mtu na kumpeleka kwenye maamuzi mabaya yasiyoweza kurekebishwa. Aisha alipata kila kitu alichokuwa akikitamani, lakini mwisho wake ulikuwa wa maumivu na majuto yasiyoisha. Kwa upande mwingine, hadithi hii inatukumbusha kwamba mafanikio ya mtu mwingine si sababu ya sisi kupoteza utu wetu, bali ni changamoto ya kujijenga kwa njia halali. Asante sana kwa kuungana nami hadi mwisho wa simulizi hii. Kama umeipenda, usisahau kushiriki maoni yako, kushare na wengine, na kuendelea kuwa nasi kwa simulizi nyingine nyingi zenye mafundisho na burudani. Mpaka wakati mwingine, karibu tena kwa hadithi nyingine yenye kusisimua.